Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa usi nafsi bi taqwallah. Ittaqullah falaqad fazal muttaqun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Ni mwezi 8, tarehe 8 wa mwezi wa 3 Rabiul Awwal, mfungo 6 1444 kwa takwimu ya Hijria, sawia na 21 mwezi wa 8 2026 miladia. Kwenye maudhui husuma si tija siasani, kwa maana husuma ni uchesi, husuma ni ugomvi, husuma kutoelewana, husuma kurudishiana maneno mpaka kupeleka kwenye tafaruka, mpaka kupeleka kwenye vita, mpaka kupeleka kwenye umwagikaji wa damu, mpaka kupeleka kwenye vifo. Hiyo ni husuma kwa ufupi sana, mbali ya mustalahat iliyozungumzwa kama nitakavyoeleza katika khutba, haswa hili temko alkhusumatu, alkhisamu limezungumzwa vipi na vitabu vya sheria. Hakuna mgeni wa husuma, wala husuma sio kwamba zimepotea. Naweza kuambia husuma hupatikana katika kila jambo ambalo litakuwa na mivutano ama mashindano. Bila shaka ukiitia kwenye siasa ni mivutano na ni mashindano. Shika husuma haikukosekana toka awamu ya kwanza, haikukosekana husuma kwenye awamu ya pili, haikukosekana husuma kwenye awamu ya 3, haikukosekana husuma kwenye awamu ya 4, haikukosekana kwenye awamu ya 5, haitakosekana na itaendelea kupatikana. Husuma ikaleta mivurugo, ikaleta natija na athari mbovu kwa umma wote jumlatan na kwa Waislamu khasatan wa tafsila. Ni nini husuma? Kilugha wametutafsiria ta'ni al-adawata. Husuma huleta maana ya uadui, aljadala, mijadala, kuvutana. Mafhumu? Mpe huyu, mpe huyu, huyu si bora, huyu si bora, hakwenda wewe, twende ngumi. Walajaja, husuma huleta maana fujo. Ni vitabu vyetu hivi, fil kalami, fujo katika maneno, bistifai haqqin au mali, kwa lengo la kuregesha haki mtu ama kuregesha mali. Haki yako watakaoiregesha, lazima kupatikane husuma.
na wala si ulazima kisheria, wala si ulazima kimaadili, wala si lazima kiungwana, wala si lazima kiuislamu. Lakini naweza kusema pengine sisi Waafrika, Kiafrika na Muafrika, jambo lake hata kama lataka utaratibu, lazima ukoseshe utaratibu. Chako kikitaka lazima ukitake kwa fujo. Sikiliza vizuri sana, kalamu hii ikithubutu ni yako, utakuja unishopolee, uninyakulie, ende nao. Ukija ukininyakulia nani yako, tapatikana husuma. Lakini ukituka utaratibu, mbona kalamu hii kama yangu, hebu shekhe nione, tangali, utanikinaisha mara, ewe hii si yangu, basi ichukue, mtasameheana maboko. Lakini ukija shwip, husuma itapatikana. Pengine uninyakulie mbele ya watu, na mimi itikadi yangu ni yangu, mpaka mpate ushuhuda wa kukinaisha kwamba kwa si yangu. Mimi kizunguka tazunguka na ngumi tu, kwa sababu mbele ya watu na umeninyakulia na kitu kiko kwenye mfuko wangu. Hii ndio husuma. Sikiliza vizuri. Tayeb, au mali, ama kuregesha mali. Mali yako waweza kuaregesha kwa njia staarabu, lakini hata mtu mali yake mpaka aregeshe kwa husuma. Kudai kwa husuma, kukopesha kwa husuma, kulipa mpaka kwa vita, kupelekana kwa machifu ama kukengumi, kwenda kudai pesa zako, kwanza kuanze kesi, mbona mumeumizana. Baada ya kujulikana hilo, kuangaliwe suala la pesa sababu. Kwa hiyo vitabu vyetu vya sharia vituzungumzie, je, husuma katika fikihi ya Kiislamu, intabe, iddi'au shakhsin haqqa, ni mtu kudai haki ala akhari, kwa mwingine, amama alqadai, mbele ya mahakama, wa inkaru tarafi al-akhar lidhalika alhaq, ncha nyingine, upande mwingine ukataa ile haki, husuma itapatikana. Tabii, temko hili limetajwa katika Qur'ani tukufu. Ningependa Waislamu munisikilize vizuri sana, wala mtu asilale, kwa sababu kwenye siasa husuma ndetu, tuvutwao kwenye husuma na tuko tayari kuhasimiana. Tumeelewana? Kwa hivyo hii khutba ya tuhusu. Tayeb, Qur'ani imetaja, imewahi kusema khasmani bagha ba'dha ala ba'd, wagomvi wawili, mmoja wetu amemdhulumu mwenzake. Temko hili limetajwa katika Qur'an. Hata kwenye aya nyingine Mwenyezi Mungu asema siku hiyo, yani siku ya Kiyama, wao makafiri, fil adhabi, katika mateso, katika adhabu, yakhtasimun yaumaidhin fil adhab. Inasemaje aya? ma fi maanahu, siku hiyo watakuwa na utesi motoni, watakuwa kivutana. Alomwandama bosi tavutana na bosi, wewe ndio ulinipoteza. Bosi asema hukuwa na mato, hukuwa na akili, kwa nini kakuita na wewe ukaniandama? Ina maana kuna siku itwa siku ya kurukana. Kwa hivyo chunga Muislamu, uwe akuichao wendao, hatia tapata rambaramba, hususa kwa siasa, kwa sababu baadhi yetu wengi katika siasa ni maroho. Kibajuni usema madavadhi, wataka kuramba kwa kila mtu, kisha wakafanya urongo na hawampi mtu. Tutoe mashikio taka, kwa sababu sisi ndio tuvutwao kwenye husuma za kisiasa, wala hatuelewi. Toka tupate uhuru bado hatujakomaa kisiasa kuelewa letu litakiwalo lipi kama Waislamu. Kwa hiyo
laysat siyasatu khusumatan, siasa si uchesi. Innama hiya masahatun, hakika siasa ni nafasi, liidarati almasalih almushtaraka, kupeleka mambo ya kushirikiana, wa tanzimi shuuni almujtama, na kupanga mambo ya society. Hiyo ndio siasa, si khusuma. Wala si lazima tuchete sisi katika siasa, na si neni la yoyote katika kanuni, japokuwa katika kanuni ziko katika kutafsiri khusuma, lakini tutaenda katika vitabu vyetu tu vya sharia. Uangalie aimmatu wal hukama wazungumza nini kuhusu hili. La tujadu adawatun daima, sikiliza sana, wadui haupatikani daima. Si siku zote watu watakuwa maadui tu, siku zote haifai wewe ni adui yangu tu, wala mimi ni adui yako tu. Wadui si daima, wala sadaqatun daimatun, wala urafiki si wa daima. Mara marafiki huchecha, mara marafiki hupatana, sio daima. La daima ni nini? Bal masalihun daimatun, bali maslaha ndio daima. Mapatano ndio siku zote hayakatiki, lakini kama ni urafiki wakatika, kama ni uadui wakatika. Kama ni haya yaliyoko sisi, ni wewe ulomuunga yule, leo ukamuunga huyu, ni huyu alompinga huyu, kesho akamuunga yeye. Ulipomuunga yule ulinsifu, ukampeleka mawinguni, akawa yeye tahiran mutahhara. Ulipogeuka kuntukia, ukampeleka mpaka ardhi ya Saba, kwenye shimo la choo, kwa kuwa amekuwa ni chafu. Ule uzuri ulikuvutia kwa mubarrir gani, na uovu wa sasa kwa mubarrir gani? Kama Shuara, fi kulli wadin yahimun. Mungu asema katika surati Shuara, fi kulli tariqin yaslukuna tariqa almadhi idha ahabbu, wa yaslukuna tariqa dhambi idha abghadhu. Wakipenda sifu umpeleke mawinguni, wakichukia chukana umpeleke kwenye mashimo. Sinsimama. Intabi alkhusumatu fi siyasa, khusuma katika siasa, uchesi, tantahi ghaliban, ghalib mara nyingi hukoma bitabadulil masalihi, kubadilika maslahi. Khusuma zikija, maslahi yatabadilika. Au intizai almustamir, ama annizai almustamir, uchesi wa kudumu, uchesi wa kuendelea. Mafhumu? Khusuma zikija katika siasa, uchesi huendelea. Alkhisamu fil Islam, uchesi katika Uislamu nini? Wal adawa, ni uadui. Ndio ukaona siasa zetu za uadui. Ashahna, chuki, siasa zetu za chuki. Alhijru baina almuslimin, kugurana kati ya Waislamu. Muislamu tangura huu, Muislamu tangura huu. Nimpendaye kwa kukinai kwangu, nshati mfanye bidii na wewe umpende, japo kuwa wewe untukie. Sijui tuko vipi? Yani hutaki hata kumpa mtu nafasi ya roho yake. Nkipendacho ni hiki, akitukie ndo kipende nkipendacho. Si uhuru. Hata katika Qur'ani tukufu umepewa wewe hurriyatul ikhtiyar. Kuna ndia mbili, tariqun fil jannati wa tariqun fil nar. Na kuna walopiga kura kwenye barabara ya moto, wataenda motoni kwa mapenzi yao, na kuna waloandama as-siratal mustaqim, wataingia peponi. Hili livutwe na wenye busara wanaojidai kwamba wakomafu wa kisiasa katika Waislamu. Dini yenu yasema nini kwenye hili? Namshi wakad hadhara al-Islam, Uislamu umetahadharisha ashadda tahdhir, tena kutahadharisha kwa uzito,
liasbabin dunyawiyan, kwa sababu ya kidunia. Watakunambia siasa sababu zake kwingi, sababu za kidunia. Kwa hivyo ikiwa kwingi sababu za kidunia, kwa hivyo mashindano ya kidunia na kushindana matezo, japo kuwa mulisema ya kuwa siasa ni mchezo mchafu, mwasema majukwani siasa ni mchezo mchafu, lakini tutarudi nyuma, ni siasa, lakini ni hiyo ni nini? Ni mchezo mchafu. Ikiwa ni siasa, basi ni mchezo. Kwa hivyo mchezo mchafu, watu hawatezi matezo machafu. Wale watu wa kwetu mabajuni waloenda excess katika kuchecha kisiasa, safi, hata usivawe. Mimi ni mbajuni wa rasini, piwa bajuni, tumefahamiana. Lakini wamepotea maboya kwelikweli katika kuchecha siasa zao, mpaka kusuma, mpaka kuteza kwao, mpaka kusuma hela nchuchecha na uteza. Kisha nyinyi sisi ndio tulosema mashindano ni matezo, wachu hawachukanani. Husi ubeiti wenu, si ubeiti wetu sisi. Ikiwa mashindano ni matezo, wachu hawachukanani, tushindaneni tu, apataye ndiye alopata. Haina haja ya kuchukanana. Mashindano ni matezo, wachu hawachukanani. Mbona kisha mwachukanana? Mbona kisha mwapigana? Ina maana pia tuko nyuma kimaadili ya siasa. Muhuike ama mufe, ama munichukane kibajuni katika mtandao, kwa sababu nao ni number 1 kwa uchesi. Hakuna watu ambao wapenda kutofautiana, kuchecha, kutukanana, kutodhikana kama sisi. Simama unijibu, chukiporomose kibajuni hapa watu wasishike hata imoya. Nini? Watu watakawawe wastaarabu, kwa sababu vitabu vyetu vya Kiislamu havikuwa hata kuzungumza. Hebu twendeni ndugu zanguni katika imani, alkhisamul madhmum, uchesi muovu. Kwa hivyo ikiwa kuna uchesi muovu, haukukosekana uchesi mwema. Ni upi uchesi mwema? Tucheche tupate thawabu. Lisilotakiwa ni alkhusuma, ambao unaleta aladawatu walbaghdha washahna kati ya umma. Huu ndio usiotakiwa. Lakini kama tuarudi kwenye maadili yetu, hata ujauri, tungelitafuta ujauri wa kupata thawabu. Mwayajua hayo? Kuna ujauri wakati mwingine mtu hufanya na thawabu akazipata. Kana Abu Dujana alikuja kutoa mwendo wa ujauri na kibri na ujauri. Mtume akamwambia, Abu Dujana, kiburi hakifai, lakini ila kwa nyanda kama hizi, ila pahala hapo ulipofanyapo mpahala pake, kwa sababu kuna watu wengine vichwa maji, vichwa sugu, hawasikila adhana chembelecho. Havo huwezi kudili nao mpaka udili nao kijauri. Yako kwenye maandiko yetu. Mtu akawa hana hudhuu katika haki, ana kibri katika ukweli, uko tayari kukwambia lolote, uko tayari kukutenda lolote kwa kibri tu? Hapana, tashuka nawe tingi kikwetu kwa kiburi. Kisha utasema shekhe yule, lakini ufanya ujauri. Yako vitabuni, kwa sababu mmeshuka nawe ulivyoshuka. Ukanipa taswira, huwezi kupokeleka mpaka upokeleke ulivyo. Kama tungekwenda hivyo kwa ufahamu wa dini yetu, kila mmoja angalimuheshimu mwende chembelecho fahamu. Lakini mbona hakuna heshima? Watu jauri husua kwa pwani, hata ukimwambia mtu neno la sawa. Sivyo hivyo fanyavyo khiari yangu mwenyewe. Una khiari na handa choni kukava kitiki. Ajibtu liman yatakabbar, kaifa yatakabbar wa kad kharaja min makhraji al-bawl marratain. Nastaajabu kwa ijitu jauri, kibri. Kaifa yatakabbar,
Vipi afanye kiburi? Waqad kharaja min makhraji al-bawl marratayn, na ametoka barabara ya mikojo mara mbili. Siko wazi hapo watu wazima? Yaani wewe njauri na umetoka barabara ya mikojo mara mbili, hayo hayana sherehe. Tayib, sasa husuma ambazo ni mbovu, ni husuma gani mbovu katika siasa? Wa makana bughdha, ni ule uchesi ambao ni bughdha tu kana baajun, mafhumu? Bughdha tu, na hakika mtu tarudi, lakini tarudi, kuna kitu utasema ulimwengu huu kwenye mitandao sikisikie, rudi useme ya kwamba hasi ya ukweli, na nimesema kuhusu wangu na kuhusu kwetu, Faza Rasini ndio kwetu na vijiji vinginevyo vote vya Kibajuni. Simama ujitetee. Unaambia sivyo, basi hapa kipanda tena sizungumzi Kimombasa wala sizungumzi Kiswahili fasihi, tazungumza tu kile cha ndani cha kule kule. Tutafahamiana ama tufane? Turudini nyuma dira. Sisi ni watu wenye kipawa cha Uislamu. Miji inaosifika Kiislamu, miji inaosifika Kiislamu kwa takikana upatikane Uislamu kwenye jambo lolote. Nyimbo tu za kuchukanana na midurenge ya kuchukanana, wewe huteza bati hilo ndanini nyimbo za kuchukanana, huteza simbaropa, kuna udhia, kuna uchafu kwenye maneno. Ukimtukua bwana harusi kwa simbaropa zenu, nyimbo mpaka ze twantaka leole, wantaka nini leole, lipi ulitaka leole, walitaka lipi leole. Umeona lugha ya kikora, lugha ya uhuni, lugha ya uchafu. Mpeleke akaitwa nini? Una adabu, una adabu. Safi, tutakufa kesho, tutazikwa. Hatutaki tuondoke na lawama mbingu ya saba mbele ya Allah tabaraka wa taala. Itefute hapo itwa swa tayib. Bughdha, uadui wa kidunia kati ya Waislamu ni sababu ya kuondoka maghfira maskini. Takatuajue hayo. Bughdha, uadui kati ya Waislamu kwa sababu wa siasa chafu mulizozitaja wenyewe, sababu lirafil maghfira, ni sababu ya kuondoka maghfira. Kumbe hatuna maghfira ya Mungu. Wa taakhiri qubuli al-a'mal, na kuchelewa kukubaliwa amali. Kumbe amali zetu uchelewa kukubaliwa kwa sababu wa bughdha za siasa chafu. Yaumul ithnain wal khamis hatta yastaliha, siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi mpaka watu wapatane. Kuna ambao hawakupatana mpaka wakazikana. Zimepita Jumatatu ngapi na Alhamisi ngapi? Tumekosa maghfira wallahi, na tumekosa maghfira na kuchelewa kukubaliwa amali zetu kwa sababu ya uchesi, na ni uchesi kwa sababu zisizokuwa na dini. Intabi, ma huwa alfujuru fi alkhusuma, uovu ni upi katika uchesi, tena hususa uchesi wa kisiasa. Almailu anil haqi, kupinduka mtu kuyata haki. Mtu apendapo hata kama sivyo, lakini atamail hapo hapo kufa kupona. Walkidhbi, na uongo, na hakuna uongo mwingi unaovunwa kwa wingi kana katika nyakati za siasa. Watu waongo, ahadi za uongo, alaysa kadhalik, na yote ni kinyume na maadili ya Uislamu. Twende wal ihtiyali inda alkhusuma, na ulaghai mwingi wakati wa utesi. Hata utesi unaleta ulaghai. Utesi unaleta ulaghai nini? Utambandika mwenzako kilaghai, na watu siku zote wako kwenye kuamini maovu kwa wepesi kuliko kuamini mema. Waarabu wanasema alkhabaru sayyi yantashiru bisur'a, habari mbovu siku zote huenea kwa haraka. Tumefahamiana? Nitakupa kitu kimoja. Hawa watu wengi walioshiriki matiktokers hawa, hakuna ambao hufanya mambo ya kheri, kuzungumza mambo ya kheri nini? Waona hili kuenezwa kwa haraka,
Angalia mzuka kiketi tumbo wazi na kawa kichumbo kama kichumbo cha kitevakano, kisha akaweka sinia tembele choma bajuni yoda hauki kwa sima, akawa hula miujiza. Supporters wengi, irushwe kwa wingi, isambazwe kweli. Nini machafu ndiyo anaopigiwa pembe, lakini mema hayapigiwi pembe. Na ukianena hayo utatolewa kwa mtandao. Nimezoea toka azali hizo kutolewa kwenye mitandao, kwenye mimbari hii watu walinifanya ndara, lakini siku zote sivyo na ndivyo. Lisilokuwa sivyo hata ukadipigia pembe namna gani, na ndivyo hata ukaanguka kutoka mwezini. Potelea mbali, nimeyazoea, sina wasiwasi wote. Turudi kwenye maadili kana Waislamu, tupate ramani nzuri hata katika siasa chafu. Twende. Wa yuaddu min khisali almunafiqin alkhalisin, mtu isabiwa katika wanafiki khalis, mtu mlaghai na uongo katika mambo. Alkhusumatu fi siyasa, khusuma katika siasa huleta nini? Tujannibu nasija alijtimai, huondosha kitambaa cha jamii, mfumo muundo wa jamii huondoka kwa sababu wa khisam na kwa sababu wa husuma nyingi. Waislamu, hebu watie akili mara hii, nao wawe na busara ya kufinika madhambi ya awami zote katika siasa chafu. Maslahi hayampeleki mtu popote. Maslahi ya dunia huisha walimwengu. Maslahi ya kiakhira ndiyo yasiyoisha. La ilaha illa Allah. Chunga wakati wako kwa kujenga maslahi ya dunia. Ukipatacho kwenye kampeni yako, pewa milioni 10. Utarudi kisha usimame barabarani pale, atoka msikitini umwambie nipe na michenga amba nipe na mibulu. Milioni 10 ziko wapi? Ijenge akhira yako kwa busara na utaratibu na ustaarabu wa Uislamu wake, tena hususa sisi mashekhe nao vamo, na utaona katika hii kampeni kwenye misikiti kutamiminwa aya kweli, taka kusukumwa fulani tu, huu kama malaika kwa utahara. Lakini tako ujue utakayenchangaza msikitini kama malaika kwa utahara, kuna wengine humvonankana ibilisi baharini kwenye kiti chake. Ni migawanyiko, si migawanyiko? Hatutaki migawanyiko katika msikiti wetu. Si tumeelewana vizuri? Tayib, tusonge. Watuhawilu alkhilafa siyasi, tofauti ya kisiasa hugeuza ila hiqdin siyasi, kuleta kwenye chuki za kisiasa. Chuki zinazopeleka wapi? Yuaddi ila taftiti almujtama, ya kupelekea kusagasaga mujtama, kuvuruga society. Wa ifsadi alwuddi, na kufisidi mapenzi baina abnai alwatani alwahid, kati a watu wa nchi moja, watu wa mji mmoja. Vurugu likawatukua, ikawa tofauti, chuki kweli. Tumefahamiana sana, na kila pahala panatokea hapa, lakini kwetu imeongoza. Nafikiri watarudi nyuma kwa sababu maduati ni mengi na talabatu ilmi ni wengi, wakiwa mbele mashekhe kuwata kusilihisha, nao wakawa hupiga mbia na pembe. Hao ndio mufsidun, hao ndio mafisadi. Maana sisi tukataka kuwe kati ya kuweza kusilisha mambo, lakini wewe uko kwenye jukwaa na uwe wavuruga mambo. Kwa hivyo wewe ni sababu, my friend. Tumefahamiana, na huu ni ukweli, na ukweli wafaa usemwe hata kama wanihusu mimi. Msema kweli siku zote ni mpenzi wa Mungu. Kunu ma'as-sadiqin, kuweni pamoja na ukweli. Tusonge. Qala al-Imam Shafi'i, Imam Shafi'i asema, si ni mwanachuoni wetu, asikilize Imam Shafi'i asema, kuna kitu kimeapa katika dini yetu. Hata hizo siasa mbovu mnazozitaja zimezungumzwa katika Uislamu. Siasa mbovu tuzikwepe vipi?
na siasa mzuri tuziungo vipi. Kutoka nianze khutba hizi, hayo yote tumezungumza na tutaendelea, na kila tutakaposonga moto utakuwa ni mkali zaidi, kwa sababu ni mchango sisi katika kuharibu, ni mchango sisi katika kutofautisha na kuzivuta aya huku na huku, aonekane huku, aonekane huyu ndiye afaaye na si afaaye. Tuwe na kipimo maridadi. Imamu Shafi anatuambia, Imamu Shafi asema ikhtilafu rai la yufsidu lilwuddi qadhiya, kutofautiana fikra haiondoshi kadhia ya mapenzi. Wewe kiwa umemwamua huyo na mimi kaamua huyu, tumetofautiana, tutatofautiana na tutafautiane, wewe ni huyu, mimi ni huyu, lakini kadhia ya mapenzi yetu ibaki pale pale. Mbona hatukuandama Imamu Shafi? Tunataka kumwandama kwa kunuti tu. Tumwandameni Imamu Shafi kwa yote. Huyo tuambia kutofautiana fikra haiondoshi kadhia ya mapenzi. Mbona hatupendani kwa sababu ya siasa kwa mirengo tofauti tofauti? Bajuni, turudini nyuma. Nimewataja haswa, lakini kwa Wakenya ama, turudini nyuma. Usiwage damu ya mwenzako kwa sababu wa siasa chafu mulosema nyinyi wenyewe. Nusuru mwenzako, imshinde ya kushinde. Baada ya kushinda na baada ya kushindwa, nyosha barabara ya uwiano ya kulijenga taifa na kujenga miji na kuleta maslahi katika dini na kwa Waislamu na kwa Waislamu. Tumalize jamani. Sikilize Imamu Shafi kisha anamaliza hivi. Ikhtilafu rai, kutofautiana fikra, la yufsidu lilwuddi qadhiyan, haiondoshi kadhia ya mapenzi. Bal yudhiru ma'dina ar-rijal, bali hudhihirisha ungwana mzuri wa wanaume, wa nubla tibai, na tabia ambayo ni mzuri. Qala man qala, amesema mwenye kusema. Akasemaje? Alkhilafu la tukhtabaru inda al-ittifaq, tofauti haifanyiwi intihani, tofauti haifanyiwi mtihani wakati wa maafikiano. Watu wakiafikiana, hapo hakuna mtihani utakaotoka, bal inda al-ikhtilaf, bali mtihani hutoka wakati wa kutofautiana. Tumeafikiana kitu kimoja, tukikhtalifiana ndio tofauti inatoka. Yaqulu al-hukama wal a'imma, mahakimu venye hikima na ulama wetu wasemaje? Na nukuu, sikia: hina yattafiqu an-nasu tatashabahu al-kalimat, wakati watu wakiafikiana vilma hufanana, huwa kilima kimoja kwa sababu tumeafikiana kauli yetu mmoja. Lakin inda al-ikhtilaf, lakini wakati wa kutofautiana, tadhharu haqiqatul khilaf, hudhihiri uhakika wa kutofautiana. Faman hafidha ihtiramahu fil khilaf, mwenye kuchunga heshima yake katika kutofautiana, faqad balagha qimatal adabi, ho amefika kiwango cha juu cha adabu. Mwenye kuwa na heshima yake katika kutofautiana. Na kwenye mvutano na tofauti ya siasa, heri uchunge heshima yako. Usipochunga heshima yako, utafanya kama mavi mavundifu. Nikisema hivyo nafikiri watu wanafahamu. Haitochungwa heshima yako shekhe, haitochungwa heshima yako mwanachuoni, haitochungwa heshima yako ni imamu, tavurugwa uvendara tembelecho, ushindwe hata kunyua uso, bali waweza kubandikwa usio nao tu, kuharibiwa msimamo wako. Take care my friend. Alkhisamu tawil, khusuma ndefu. Kumaliza khutba, sikia athari gani hupatikana katika alkhisamu wa niza, uchesi na mivutano kwa sababu ya siasa chafu. Alkhisamu tawilu, uchesi mrefu. Nikisema uchesi mrefu, mwasemaji waungwana? Si leo ikimalizika kura ashajulikana gavana, ashajulikana seneta, ashajulikana nani, ashajulikana nzee wa ncha kama pia upigiwa kura navo, maskini za Mungu, asajulikana rais nani, kushawekwa kitabu cha kuapishwa. Si leo apishwa wote hao.
kesho yaanza siasa 2028. Hazishi siasa kwenye mataifa yetu. Kwa nini? Ikimalizika imemalizika, khalas. Hata tutumikie wananchi, hata tutumikie maadili, hata tujenge palipovundika, hata tufanishe zaidi palipofana. Siasa tu wafikiri hupigwa kura kesho kutwa tena na mtu ameapishwa wewe. Si hivyo tuendavyo, potelea mbali. Lakini tuambiane na ukweli, na tukiingia kwetu Waislamu shati tuwe hivi. Hapa hakuishi. Ni mwataka kuramba. Na ukienda ukirambishwa mdomoni wataka kurambishwa na bahasha. Yemen, tutaukosa uungwana wetu tuliopewa na Uislamu. Muungwana ni mtu alokinai, lakini siku zote akupae ndio utakayensifu, akukataliayo tantukana. Sisi. Wengine jamaa vile wanaponicheki, mutu bighaidhikum, kufeni na chuki zenu, wanakufa. Huenga kote muona kuna jamaa ngeno nipiga hito hurambi mara hii. Twende kwenye ukweli. Ukweli umsafishe mtu roho yake, abaki muungwana, hanyenyekei kwa kupewa tu. Siasa hizo utapewa siku zote. Wacha uroho, wewe Muislamu umefundishwa kanaa. Wal qanaatu malun la yanfad. Kanaa ni mali yasoisha. Laysa al-ghina bi kathratil arad. Utajiri si wa wingi wa mapesa, walakin al-ghina ghina an-nafs. Utajiri ni utajiri wa roho. Shika hata kama wanitukia, basi hebu fumba macho, simpe nipe mimi. Shika hizi, potelea mbali. Huwezi kukontroli moyo wangu kwa sinti zako. Kulubul ibadi tahta kaffi rrahmani yuqallibuha kaifa yasha. Ni hadithi sahihi. Nyoyo za wanadamu ziko kwenye kitengele cha mkono cha Rahmani. Mungu husurufu anavyotaka. Wewe huwezi kunisurufu. Hao unisurufu kwa pesa zako. What is pesa zako? Ikiwa wewe wajidai na pesa zako, na mimi naidai kwa elimu yangu. Ikiwa wadai waweza kuzimimina, na mimi naweza kukataa. Lakini usikubali kiunyenyekevu, kwa sababu wewe utazimwaga ujengewe utakacho, lakini hakuna mwenye kukujengea isipokuwa fukara maskini. Ndivyo sivyo? Na ikiwa haji kukujengea, huwezi kujenga wewe mwenyewe. Kujengwa tu. Kila kitu kwa ujuzi wake na Mwenyezi Mungu, kila mtu amempeleka pahala pake. Kwa wanihitaji kwa ufukara wangu na kuhitaji kwa utajiri wako. Ukifanya kiburi cha pesa zako, na mimi nitakufanyia ujauri kwa umaskini wangu, ili usinidhalilishe, nibaki na kanaa yangu kama muungwana Muislamu. Tuweni waungwana kama Waislamu. Tusifanye kututoa kwenye ungwana kwa sababu ya siasa chafu. Mwisho asema, uchesi mrefu yutfi'ul wudda, huzima mapenzi. Wayahdimu jusura baina alqulub, huvunja ile bridge kati ya nyoyo. La khaira fi khusumatin, hapana khairi katika uchesi. Yasriqul imamul jamila, kiongozi aibe mambo mema. Wa yusiul ushra, kisha afanye uovu tangamano. Mambo ni mengi. Nitakupa mfano. Alokupa kura wema amekufanyia ili akupeleke utakapokwenda. Sasa ule uzuri ulofanyiwa, usije ukauharibu kutoa chambua, kisha ikawa tangamano lako ni uovu kwa walokusukuma kukupeleka utakapo. Ni kiwango cha mtu kuwa mwizi wa fadhila, hata kama ni top 10 katika ulimwengu kwa pesa. Asante sana Uislamu wetu, na asante sana Mungu wetu, pia asante sana mtume wetu ulosimama kwa ushujaa, ukaonyesha umaskini wako, na umaskini ukatoa sababu za utawala wa dunia. Leo watu matajiri nyo hawana lolote katika dunia. Wa min dhimnihim, na miongoni mwao ni wengi wetu katika Waislamu tamaa.
alhisamu alhaqiqi, kifungu cha mwisho, uchesi wa kihakika, laysa fi irtifai alaswat, si katika kunywa masauti mikele tu, ndio mikele ujenga. Angalia vitabu vinavyozungumza uhakika katika uchesi, si kwa sauti kubwa, bal laysa fi intifai lahfa, bali haiko katika kupotea kufifia kwa hamu, achinchuna hamu ya jambo, haiko hapo. Wasukutil ayuni, na utulivu wa mato, sio maana ya uchesi wa uhakika. Lakini uchesi wa uhakika, almutalabatu bilhuquq, ni watu kutaka haki. Kutaka haki kinamna gani? Kwa kuingia barabarani kwa mawe ni uzuka, kwa kuingia barabarani kwa panda ni umwehu, kwa kuingia barabarani kwa kusukuma mawe na kutukana watu na kunyakua mapoti ya watu na kunyakua mabegi ya watu ni uzuka wa kupita kiasi. Lakini kutafuta haki, kwa nini? Kutafuta haki bituruki almashrua, radda alhaqi, raddu almadhalim bituruki almashrua, kurudisha madhalama yetu kwa njia za sharia, kalqadai, kama mahakama, au isai lilislahi, ama kwenda mbio kufanya maslahi ikiwa hatutafaulu kwenye mahakama. Yako maslahi ya mazungumzo mezani, na mwanadamu aweze ukamkinaisha hoja kisha akaitoa haki yako kwa kuita mchesa mbele ya safari. Mwisho, qala alhukama, mahukama venye hikma wasema, la khaira fi mri'in idha khasama fajara, hana khairi kwa mtu akichecha kama ni excess, kama bajuni akichecha kwenda kipimo cha mwisho. Staki hivi nawe hata tusi yangu usiandame, nakwambia hatupachani mpaka kesho kwa Mungu. Mungu aketu ngoje kwa pachanisha kina mwehu, pachaneni hapa Jumatatu na Alhamisi mpate kusamehe. Mtu ujasiri akamwambia hatupatani, basi mimi na wewe, ala, kumbe ati sikumpa kura fulani. Nani wa fulani kwa kura kuingia katika jannatul firdaus? Ukikosa kura hiyo utaikosa jannatul firdaus ma nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin. Twenda sivyo, niangalieni mpaka mupasuka mijito yenu. Yaksidu hapa, huyu bwana asema anna al-insana yuhafidhu al-khilaf, mwanadamu siku zote huhifadhi tofauti. Imi nawe tukichecha pia takatuhifadhiane tofauti. Najua nimechecha nao, wajua umechecha nao, twende aste, iko siku tutapatana. Lakini sio kwamba kwa umechecha nami ache kila picha checha naye heo. Mungu atuhifadhi. Basi mpaka kwenye tofauti, hichi kifungu cha mwisho kitasema hivi: zikimalizika kura, kila mmoja amwombe mwenzake, wewe nenda kaipulike wiki, pulike hiyo khutba wiki inaokuja moto, ipulike wiki inaokuja hivyo. Mimi niko ndani na nyinyi mko ndani. Sisemi hivi kwa mimi tahara, hata itoe mimi niko ndani hivyo, lakini hata khutba itusage sote. Tuacheni uroho, tusiondoke kwenye ungwana, sinti si lolote si chochote, kuwa straightforward. Takuunga, sikuungi. Takupa kura, sikupi kura. Sijui mwananielewa? Isiyo kwamba kwa watu wote kana jamaa zetu, watu wote leo tutamwalika huu kwenye baraza letu la kahawa, akia chunkomoe. Kesho tutamwalika ngine chunkomoe. Kesho tutamwalika mpaka kura kesho kutwa, karibu basi wenye kusimama 200 umewaalika kwenye maskani yako. Tavapa vote kinachomodhi. Tavapa vote. Una kura ngapi wewe wa kumuita mtu kwenye maskani vachumia moja? Na kila mtu akija kwamba wewe ni mrongo bwana, alkidhbu haramu walau kana mizaha. Usifanye wasiwasi, si Bakarani tu. Bakarani iko hapa na pengine haivikani na yoyote, ni yeye peke yake, kana indi mweupe mwehu.
Ukimaliza kura, nenda kamwambie mwenzako hivi, khutba inaisha, al-afu minka min i'tidhari akrabu was-safhu an zalali bihilmika ansabu udhri sarihun ghayra anni muqsimun la qultu udhran ghayra anni mudhnibun. Mwambie ndugu wako hivi. Umwambie vipi? Al-afu minka, samaha kutoka kwako. Tumepokezana maneno mengi ya siasa hizi za chafu, na jamaa shaenda, maslahi ni kwake. Kwa hivyo msamaha kutoka kwako, min i'tidhari, kwa udhuru wangu, akrabu, uko karibu sana, nataka udhuru kwa lolote nilokwambia, wasafu an zalali, na msamaha kwa cheleza zangu, mwanadamu si kamili, bihilmika ansabu, kwa utaratibu wako wanasibu sana kunisamehe, kweli tulipotea maboya. Udhri sarihun ghaira anni muqsimun, udhuru wangu uko wazi, isipokuwa mimi na hapa kwa Mwenyezi Mungu, la qultu udhra, singesema udhuru wa kukutaka wewe unisamehe, ghaira anni mudhnibun, isipokuwa mimi nakosea. Twakosea kwenye siasa, lakini husuma si tija siasani, sina tija katika siasa, si faida katika siasa. Yameachwa mengi, yataunga kwenye khutba zinazofuata. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Qulu jami'a astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalqi ajma'in. Kunu ibadallahi ikhwana wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa'lamu anna Allaha yunadi ibadahu al-mu'minin fayaqul ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa yaqul ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa yaqulu mukhbiran wa amiran inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.